Mambo vipi Tanzania, mambo vipi Bongo Brothers, mimi naitwa Godwin Mawanja Kaka Jiba, na leo katika News Trends ni taarifa kuhusiana na watu wawili wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea usiku wa kuamkia tarehe 7 mwezi wa 10 2025, ikihusisha basi la kampuni ya Malesas na gari la mizigo aina ya Kenta kugongana uso kwa uso. Ajali hiyo imetokea saa 7 usiku kwa kuamkia Oktoba 7, 2025 katika kijiji cha Lumasa kata ya Butengo-Rumasa wilayani Chato mkoani Geita. Aidha, gari la mizigo liligongana na basi hilo linaelezwa kuwa lilikuwa likitokea jijini Mwanza kuelekea wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Lilikuwa limebeba vifaa vya ujenzi, ambapo basi lilikuwa likitokea jijini Dar es Salaam kuelekea mkoani Geita. Akithibitisha kutokea kwa ajali hiyo kwa njia ya simu, kamanda polisi mkoa wa Geita Safia Jongo amesema watu wawili wamefariki dunia ambao walikuwa katika gari dogo la mizigo. Anasema ni kweli ajali imetokea na watu wawili walikuwa ndani ya gari la mizigo wamepoteza maisha, amesema kamanda Jongo, na kuongeza kuwa uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo unaendelea, ambapo wameahidi kutoa taarifa kamili baada ya taratibu za kiuchunguzi kukamilika. Na hukumu ya kesi ya Luhaga Mpina dhidi ya Tume ya Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC itasoma Oktoba 10, 2025. Kesi namba 23617 ipo mbele ya majaji watatu wakiongozwa na Frederick Manyanda, Abdalla Gonzi na Sylvester Kainda. Jumatatu tarehe 6, 2025 amefika mahakamani akiongozwa na kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Sem na kaimu katibu mkuu wa chama hicho Mbarala Maharagande. Jaji Manyanda amesema ni muhimu hukumu hiyo ikatolewa mapema kutokana na unyeti wa shauri hilo. Na zaidi ya wanafunzi 90 wa shule ya sekondari mkuu iliyopo wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro wamenusurika kuungua baada ya bweni lililokuwa kilala kuteketea kwa moto Oktoba 6, 2025. Wakati wakiwa ibadani, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Kilimanjaro Jeremiah Mkomagi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo wakati wanafunzi hao wakiwa kwenye ibada ya asubuhi. Aidha, kamanda Mkomagi amesema wanaendelea kuchunguza chanzo cha moto huo, akisema hakuna madhara ya kibinadamu zaidi ya uharibifu wa mali uliojitokeza. Taarifa za awali zinaonyesha moto ulianza saa 5:30 alfajiri wakati wanafunzi wakiwa katika sala ya asubuhi. Ilipofika saa 1:29 asubuhi ndipo walipokea taarifa tukio hilo la moto na walifika eneo la tukio. Amesema kamanda Mkomagi kwamba aidha amesema mali zilizoteketea katika jengo hilo lenye vyumba viwili ni magodoro 91, vitanda 46 na nguo za wanafunzi, madaktari. Kwa ujumla vitu vyote vinavyotumiwa na wanafunzi hao hakuna kilichookolewa. Amesema katika ajali hiyo ya moto hakuna majeruhi wala vifo, huku akisisitiza wananchi kuchukua tahadhari na kuripoti matukio ya moto mapema ili kupunguza madhara. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amewataka wanafunzi wasijiunge na maandamano yanayounga mkono wa Palestina siku ya Jumanne, ikiwa ni mwaka wa pili tangu shambulio la Oktoba 7 la Hamas dhidi ya Israel. Sir Keir alisema sio ustaarabu wa Uingereza kufanya maandamano katika maadhimisho hayo, ambayo alisema yametumiwa na baadhi ya watu kama kisingizio na kudharauliwa kwa shambulio wa Wayahudi wa Uingereza. Uingereza imeshuhudia usalama ukiimarishwa kulinda jamii za Wayahudi kufuatia shambulio baya la wiki iliyopita kwenye sinagogi mjini Manchester. Wanafunzi kutoka vyuo vya London wanapanga maandamano ya pamoja katika mji mkuu huko Manchester, Glasgow, Edinburgh, Bristol na Sheffield ni miongoni mwa miji inayosemekana kutarajia maandamano. Vyuo vikuu vya Uingereza ambavyo vinawakilisha sekta ya vyuo vikuu vilisema wakati vyuo vikuu vilikuwa mahali ambapo maoni tata yanaweza kutolewa, wanafunzi na wafanyakazi wanaoshiriki katika maandamano wanapaswa kuzingatia wakati wa maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Oktoba. Sir Keir alisema kwamba wakati baadhi wamepinga hatua za serikali ya Israel huko Gaza, wengine wametumia hili kama kisingizio cha kuchukiza kwa shambulia Wayahudi wa Uingereza kwa jambo ambalo hawana jukumu lolote. Sir Keir alisisitiza kwamba Uingereza daima itasimama na kuungana dhidi ya wale wanaotaka kudhuru jamii za Kiyahudi. Anasema jumuiya zetu za Kiyahudi pia zimevumilia kuongezeka kwa chuki katika mitaa yetu katika nchi yetu, aliongeza kusema hivyo. Waziri Mkuu mpya wa Ufaransa Sebastien Lecornu na serikali yake wamejiuzulu saa chache baada ya kutangaza safu yake baraza la mawaziri, hivyo kuifanya kuwa serikali ya muda mfupi zaidi katika historia ya Ufaransa. Serikali hiyo imetangaza kujiuzulu baada ya kukaa madarakani kwa takriban saa 14 tangu kutangazwa kwa waziri mkuu huyo aliyeteuliwa na Rais Emmanuel Macron wiki chache zilizopita kufuatia maandamano yaliyoondoka na kibarua cha mtangulizi wake. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu huyo imeeleza kwamba mawaziri hao waliteuliwa Jumapili iliyopita na walipanga kufanya mkutano wao wa kwanza Jumatatu alasiri, lakini Jumatatu asubuhi Lecornu alikabidhi barua yake ya kujiuzulu pamoja na baraza lake lote la mawaziri kwa Macron. Hatua hiyo ikielezwa kuwa ni baada ya uteuzi huo kuwakasirisha wapinzani na washirika ambao waliona kuwa halitoshi kumaliza matatizo yaliyopo ndani ya taifa hilo kwa sasa. Sebastien Lecornu amewasilisha barua kujiuzulu kwa serikali yake kwa rais ambaye amekubali, imeeleza ofisi hiyo. Kujiuzulu huko kunatarajiwa kuzidisha mzozo wa kisiasa ndani ya Ufaransa na kuongeza nguvu kwa upinzani ambao tayari unaonyesha nia kuipindua serikali ya sasa. Bwana, hizo ndizo trend zaidi kwa siku ya leo. Mimi naitwa Godwin Mawanja Kaka G, hii ni Bongo Brothers.